صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا صريع دموع الساكبة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. روحي وأرواح شيعتك لك الفدا، يا شهيد كربلاء ويا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله بعد حمده والاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط shuhadaa lillahi walau ala anfusikum. Tupo katika mwezi mtukufu wa Muharram. Mwezi huu ni mwezi na masiku ya Aba Abdullah al-Husayn. Harakati ya al-Imam al-Husayn alayhi salam hiya harakatun insaniya, ni harakati ya kibinadamu, na ndio maana katika harakati hii ya al-Imam al-Husayn alayhi salam, ndani yake utakuta tunayasoma mengi sana yakiwa ni kama mafunzo katika harakati hii. Tumeshuhudia harakati nyingi sana katika maisha yetu na tumeyaona mambo mengi sana katika maisha yetu, lakini tunapoirudisha harakati ya al-Imam al-Husayn alayhi salam tukilinganisha na harakati nyingine, twaikuta hii harakati ya al-Imam al-Husayn ni harakati iliyosimama katika misingi ya Qur'an, ni harakati iliyosimama katika misingi ya kitofauti na ya kipekee, jambo linalofanya al-Imam al-Husayn alayhi salam akumbukwe kwa asilimia kubwa sana katika harakati hii. Harakati ya al-Imam al-Husayn alayhi salam ni harakati ambayo unaweza kusoma ndani yake chochote kile unachokitaka katika maisha yako. Unaweza ukafaidika na chochote kile unachokitaka katika maisha yako kwa kupitia hii harakati ya al-Imam al-Husayn alayhi salam. Kwa sababu gani? Kwa sababu harakati hii ya al-Imam al-Husayn ni harakati iliyosimama katika misingi ya kipekee, na katika misingi hiyo inshallah tutakuwa tunachukua msingi mmoja baada ya mwingine. Ipo takriban misingi minne mpaka tutakapoimaliza, lakini msingi wa kwanza ambao utatufungulia darasa zetu hizi ni huu msingi tulioupa unwani himayatul haqi wa rafdhi dhulmi, kulinda haki na kupinga dhulma. Harakati leo hii tumeshuhudia kwamba tuna harakati nyingi sana, na kwa hapa kwetu Tanzania mwaka jana kabla ya uchaguzi mkuu tulishuhudia watu wengi sana walijitokeza katika majukwaa mbalimbali ya kimitandao wakidai ya kwamba wao ni wanaharakati na wanalenga katika harakati zao
kuleta mageuzi katika jamii, kuleta mapinduzi katika jamii, kuleta haki katika jamii. Hii ni kwa sababu inafahamika ya kwamba yeyote yule anayejiita kwamba yeye ni mwanaharakati ni lazima mwanzo kabisa ahakikishe anashikamana na nini? Na haki, bila kuangalia ya kwamba je, hao waliojitokeza wakidai ya kwamba wao ni watu wa haki na wamejitolea maisha yao ili kuileta haki katika jamii, kuleta haki kwa wananchi, ni kweli walikuwa wanasimamia haki ama nyuma yao kulikuwa na mambo mengine? Lakini harakati kama harakati, jambo la kwanza kabisa mwanadamu anaposimamisha harakati yake, anapohitajia kufanya mapinduzi katika jamii, mapinduzi ya kitabia, mapinduzi ya kifikra, mapinduzi ya kisiasa, jambo la kwanza kabisa mtu huyu ni lazima ahakikishe ya kwamba anashikamana na haki na usawa na kuacha batili na dhulma. Na huu ni msingi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaufundisha ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Nisa, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum. Enyi mlioamini, ni lazima muwe ni watu wenye misimamo katika uadilifu na usawa. Leo hii unaposimama kuyafanya majambo mbalimbali, unaposimama kuyafanya mambo mbalimbali katika jamii, jambo la kwanza ni lazima uangalie, je, yale unayoyafanya yamesimama katika usawa? Je, yale unayoyafanya yapo katika njia sahihi? Ni jambo muhimu ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha ya kwamba tulitizame pale tunapokuwa tunaendesha mambo yetu katika maisha. Tuwe ni watu wenye misimamo bilqisti, kwa usawa na uadilifu, lakini vile vile shuhadaan lillahi walau ala anfusikum, tuwe ni mashahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama ushuhuda huo utakuwa ni dhidi ya nafsi zetu. Sasa msingi wa harakati unaanzia katika haki, unaanzia katika usawa kabla ya kwenda popote pale. Kisha jambo la pili ni msingi huu usimame katika maarifa sahihi ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Harakati iliyokosa haya mambo mawili, harakati iliyokosa usawa na uadilifu, harakati iliyokosa kushirikishwa Mwenyezi Mungu ndani yake kama msimamizi mkuu wa hiyo harakati, harakati hii bata fashila, ni lazima itafeli. Na ndio maana al-Imamu al-Husaini alayhi salam, kama tutakapokuja kuona mbeleni, wakati anatoka yeye, jambo la kwanza alilomfanya atoke ilikuwa ni al-islah, ni kuenda kufanya marekebisho katika sehemu ambapo dini ilikuwa inapelekwa visivyo sahihi, lillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana hata ilipofikia mahala ya kwamba watu wamemkataa al-Imamu al-Husaini, nusura kwa al-Imamu al-Husaini ilikuwa ndogo, bado Mwenyezi Mungu, bado al-Imamu al-Husaini alayhi salam alimtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ndiye awe mwamuzi wa mwisho baina yake na hawa madhalimu. Ni lazima harakati ya kweli ndani yake yashirikishwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani yake Mwenyezi Mungu ndiye akabidhiwe harakati hii, kwa maana yote yatakayoendelea, lakini tujali ya kwamba je, misingi tunayoitekeleza haiyalifu yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amla. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema katika maneno yake ya kwamba afdhalul jihadi kalimatul haqqi ama kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihadi ya kweli ni uadilifu, ni kutafuta uadilifu na kuusimamisha uadilifu na kuamrisha uadilifu pale kutakapokuwa kuna kiongozi ambaye anafanya dhulma kwa watu, kuna kiongozi anafanya maasi kwa watu, kuna kiongozi anafanya maovu kwa watu. Bwana Mtume anasema ya kwamba jihadi ya kweli ni kutafuta uadilifu mbele ya mtu huyu. Hapa tumrudie mwanazuoni Sheikh Muhammad Abu Zahra, mwanazuoni mkubwa huyu katika ulimwengu wa Ahlusunnah wal Jamaa, na alikuwa ni mufti wa chuo kikubwa sana pale Misri. Anasema ya kwamba inna al-Husayn, hakika ya al-Imam al-Husayn, allama ash-shar'iyyata allama al-bashariyata anna al-mauta fi sabili al-haqqi huwa al-khulud al-haqiqi.